kugeuza laana za kichawi kuwa baraka. Nehemia 13 mstari wa 2. Sijajua ni kwa nini Mungu ametaka niseme na wewe neno hili, lakini najua laweza likawa msaada kwa mtu fulani. Kitabu cha Nehemia, twende pale. Nehemia 13. Sura ya 13 mstari wa 2. Kwa sababu hawakuwalaki wana wa Israeli kwa chakula na maji. Kwa sababu hawakuwalaki wana wa Israeli kwa chakula na maji, bali walimwajiri Balaamu juu yao ili awalaani. Lakini Mungu aliigeuza ile laana kuwa baraka. Hebu tuseme wote, lakini Mungu aliigeuza ile laana kuwa baraka. Sema tena, lakini Mungu aliigeuza ile laana kuwa baraka. Turudie kwa mara ya mwisho, lakini Mungu aliigeuza ile laana kuwa baraka. Sasa nataka nitumie njia ya mafundisho. Kwa sababu hiyo tutasoma zaidi maandiko, kwa sababu nataka uone kile ambacho wachawi wanalenga katika maisha ya mtu. Lakini katika malengo yao huwa kuna malengo ya aina mbili. Kuna matendo ambayo yanatenda kama ya imani kwa ajili ya kuharibu maisha ya mtu na kuleta matatizo katika maisha ya mtu. Lakini kuna maneno ambayo wanatamka kwa imani. Sasa maneno na matendo ni vitu viwili tofauti. Hapa mahali ambapo tumesoma panasema juu ya habari ya wana wa Israeli. Na wana wa Israeli walikuwa wameokolewa kutoka kule Misri. Walikuwa wameokolewa kutoka kule dhambini. Walikuwa wameokolewa kutoka kule kwenye kazi na tabu na shida za namna mbalimbali. Walikuwa wameokolewa na Mungu mwenyewe. Na unajua walikuwa safarini kwenda katika nchi ya ahadi, kwenda katika nchi ya Kanaani, kwenda katika nchi ambayo Mungu mwenyewe amewaandalia kwa ajili yao. Na unajua walipokuwa safarini, walikutana na vipingamizi vingi. Walikutana na bahari, Mungu akaleta njia katikati ya bahari, safari ikaendelea. Wakakutana na mataifa ambayo wanawapinga, wakawashambulia, wakawapiga, wakawashinda, wakaendelea na safari. Katika safari yao wakafika katika mji mmoja, na huu mji ni wa Moabu. Kulikuwa na mfalme ambaye anaitwa Balaki pale. Na unajua walipofika walitakiwa kupita katikati ya ile nchi. Walitakiwa kupita katikati ya ile nchi. Sasa yule mfalme wa ile nchi na ile nchi walipoona wana wa Israeli wanataka kupita, nataka ulione hilo, wanataka kupita. Ni jambo muhimu sana. Biblia inasema yeye hakutaka wapite. Nataka ulione hilo. Yeye hakutaka wapite. Na kwa sababu hakutaka wapite huyu baba, yeye hakuwa mchawi wala hakuwa mganga, wala hakuwa anajua hayo mambo ya kichawi na utendaji wake unavyotenda. Maandiko yanasema yeye kwenye mstari wa 2, kwa sababu hakuwalaki wana wa Israeli kwa chakula na maji. Mungu anachozungumzia walipokuwa wanakuja Israeli, huyu baba na majeshi na watu wengine walitakiwa watoke, waseme wana wa Israeli mmekuja, karibuni sana, wawape maji wanywe, wawape chakula wale, wakae siku 2 ama 3 kwao. Baada ya hapo waagane kwa amani, wapite waende. Hiyo ndio nchi ambayo ingekuwa imebarikiwa. Huyu baba hakutaka, kwa sababu hakuwalaki kwa chakula na maji. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa hataki wapite pale. Alikuwa hataki wapite. Haijalishi kama watabaki huko walipo, haijalishi kama watabadili njia kwenda sehemu nyingine, lakini yeye hataki wapite pale. Ni jambo ambalo la muhimu sana. Kwenye mstari wa 2,
kwa sababu ya kuwalaki wana wa Israeli kwa chakula na maji, bali alimwajiri Balaamu juu yao ili awalani. Angalia, alimwajiri Balaamu. Yeye badala ya kuwakaribisha kwa chakula na maji, alikwenda akamtafuta mtu mmoja anaitwa Balaamu. Balaamu nitakueleza baadaye kidogo, alikuwa ni mganga. Balaamu alikuwa ni mchawi. Balaamu alikuwa ni nabii wa uongo. Ni nabii ambaye mwanzoni Mungu alikuwa anasema naye na anasikia sauti ya Mungu, lakini sasa alijiingiza katika kupenda fedha, alijiingiza kwenye tamaa, alijiingiza kwenye mambo mabaya, na kwa sababu hiyo akawa nabii wa uongo. Sasa kwa maneno mengine, alikuwa mganga, lakini pia alikuwa mchawi, na yeye pia alikuwa nabii wa uongo. Na unajua Biblia inasema huyu Balaki akamwajiri Balaamu, akamwita Balaamu. Alipomwajiri, Biblia inasema kwamba akamwajiri ili awalani. Angalia hayo maneno, sio kwamba ili awatumie magonjwa, sio kwamba awatumie vitu fulani, ili awalani. Laana huwa ni maneno yanayotamkwa, lakini yanayokusudia kuleta mabaya, yanayokusudia kuharibu, yanayokusudia kushusha kitu. Ni maneno, ili Balaamu aje atamke maneno ya laana juu ya wana wa Israeli. Bwana asifiwe sana. Ilikuwa ni ajabu kidogo. Alimwajiri Balaamu, Biblia inasema hivyo, ili awalaani wana wa Israeli. Lakini Mungu, haleluya, lakini Mungu, mimi napenda hiyo kwa sababu lakini Mungu, Biblia inasema lakini Mungu aligeuza ile laana kuwa baraka. Yaani maana yake, wakati mchawi anatangaza laana juu yako kwa sababu umeokolewa, kwa sababu ni mwana wa Mungu, kwa sababu kuna mahali umetolewa, kwa sababu unatakiwa kwenda mahali pengine, wakati mchawi anatamka maneno ya laana, Mungu mwenyewe anayageuza, haleluya, kuwa baraka. Ni jambo la ajabu sana, Mungu mwenyewe anageuza. Sasa twende kwenye kitabu cha Hesabu 22. Kwa Balaamu kwa kiasi fulani utakuwa umemfahamu, lakini kuna fundisho ambalo tunapata hapo ambalo nitakwambia, ambalo ni muhimu sana. Watu wengi kwenye maisha yao, twende pale Hesabu 22. Hesabu 22. Anzia mstari wa kwanza mpaka wa 7. Kisha wana wa Israeli wakasafiri na kupanga katika nchi tambarare na Moabu ng'ambo ya pili ya Yordani karibu na Yeriko. Na Balaki mwana wa Sipori akaona mambo yote ambayo Israeli wamewatendea Waamori. Moabu akaogopa hao watu sana, kwa kuwa walikuwa wengi. Moabu akafadhaika kwa sababu ya wana wa Israeli. Moabu akawaambia wazee wa Midiani, sasa jeshi hili la watu litaramba vitu vyote vinavyotuzunguka, kama vile ng'ombe arambavyo majani ya mashamba. Na Balaki mwana wa Sipori alikuwa mfalme wa Moabu zamani zile. Basi akatuma wajumbe kwa Balaamu mwana wa Beori hata Pethori ulio kando ya mto, mpaka nchi ya wana wa watu wake, kwenda kumuita akisema, tazama kuna watu waliotoka Misri, tazama wanaofunika uso wa nchi, tena wanakaa kunikabili mimi. Basi njoo wewe na kusi unilaanie watu hawa, maana wana nguvu kunishinda mimi. Labda nitawaweza tupate kuwapiga, niwafukuze watoke katika nchi yangu, kwa maana najua ya kuwa yeye ambarikie hubarikiwa, na yeye umbarikie hubarikiwa, na yeye umlaanie hulaaniwa. Mstari wa 7. Wazee wa Moabu na wazee wa Midiani wakaenda wakichukua ujira wa uganga mikononi mwao, wakamfikilia Balaamu, wakamwambia maneno ya Balaki. Asante sana. Bwana asifiwe sana.
Nimetaka tusome tu maandiko yote hayo, lakini kuna mambo machache na yalenga. Balaki alikuwa mfalme wa lile eneo la Moabu. Anamwajiri Balaamu aje amlaanie wana wa Israeli, amlaanie kanisa la Mungu, amlaanie watu waliokoka, amlaanie hao wana wa Mungu ambao wako safarini. Lakini wana wa Mungu walikuwa safarini, walipofika mahali wakapanga marago, walipofika mahali wakakaa pale, walipofika mahali wakawa kama wamesimama hivi. Na unajua hii iko kwenye maisha ya watu wengi. Twaweza tukawa safarini katika mambo mbalimbali, twaweza tukawa tunapiga hatua katika mambo mbalimbali, lakini tunafika mahali tunakuwa kama tumesimama, tunafika mahali tunakuwa kama hatuvuki tena, tunafika mahali tunakuwa kama hatwendi tena, kuna mahali ambapo tunatakiwa tupite, kuna mahali ambapo tunatakiwa twende upande wa pili, kuna mahali ambapo tunatakiwa twende upande mwingine, lakini tunashindwa kwa sababu tumekutana na kizuizi mahali hapa. Na wakati mwingine hatujui kizuizi kinatokana na nini. Unaona, hatujui, kwa sababu hawa wana wa Israeli walishabarikiwa na Mungu mwenyewe, na ndio maana kawatoa kule, kama jinsi ambavyo wewe na mimi tumeshabarikiwa baada ya kuokolewa, kumpa Yesu Kristo maisha yetu yamebarikiwa. Lakini sasa tunaweza kukutana na vipingamizi. Hawa watu walikutana na vipingamizi, na maneno ya Balaki alipokuwa anamwita Balaamu ni maneno muhimu sana, lazima uweze kuyaona. Biblia inasema kwenye mstari wa 5, basi akatuma wajumbe kwa Balaamu mwana wa Beori, mwana hata Pethori, ulio kando ya mto, mpaka nchi ya wana wa watu wake, kwenda kumwita akisema, tazama, kuna watu waliotoka Misri, kuna watu ambao wameokolewa, kuna watu ambao wanajiita wana wa Mungu, kuna watu ambao wametoka Misri. Tazama, wanafunika uso wa nchi, tena wanakaa kunikabili mimi. Mara zote adui anapotuona mahali popote, mara zote adui anapokuona ofisini, mara zote adui anapokuona mahali popote, anajua kwamba wewe unataka tukumkabili. Basi ndio kitu ambacho anafikiri yeye. Kwenye mstari wa 6, basi njoo wewe na kusihi unilaanie watu hawa, maana wana nguvu kunishinda mimi. Hebu tuseme wana nguvu kunishinda mimi. Mtu ambaye ameokolewa ndani yake imo nguvu. Biblia inasema kuna nguvu ambayo imewekwa ndani yetu, ambaye yeye aliye ndani yetu ndiye ambaye anatenda. Balaki alikuwa analiona hilo, anasema ni watu wa kipekee, wana nguvu kuliko mimi. Ingawa yeye ana majeshi, ingawa yeye ana watu wake, ingawa yeye pia anategemea waganga na wachawi kama kina Balaamu, lakini anapotazama wana wa Israeli anaona hakika kwamba wana nguvu kuliko mimi. Ni maombi yangu kwamba adui anapokutazama aione nguvu ya Mungu ndani yako, aone nguvu ya Mungu ndani yako, aone nguvu ya Mungu ndani yako, aone nguvu ya Mungu ndani yako. Wana nguvu kuliko mimi, ndivyo Balaki ambavyo anasema, na hilo jambo ni kweli. Wana nguvu kunishinda mimi. Kwenye mstari wa 6 sasa anasema, basi wewe njoo na kusihi unilaanie watu hawa, maana wana nguvu kunishinda mimi. Labda nitawaweza tupate kuwapiga, labda nitawaweza tupate kuwapiga. Mara zote upande wa pili unapotafuta kukushinda, lazima ujue kwamba unatafuta kupiga maisha yako, unatafuta kupiga ndoa yako, unatafuta kupiga watoto wako, unatafuta kupiga familia yako, unatafuta kupiga mtaji wako wa biashara, unatafuta kupiga uchumi wako pia. Upande wa pili unatafuta kupiga, na ndio maana mtu alikuwa na mtaji mkubwa, mara ghafla mtaji umekufa. Mtu alikuwa na mchumba, mara uchumba umevurugika. Mtu alikuwa na kazi, mara kazi amepoteza. Mtu alikuwa na biashara, mara biashara ameshindwa. Eneo ambalo yeye ameshindwa, watu wengine wanafanya biashara, lakini yeye ameshindwa. Kwa nini? Kwa sababu upande wa pili umempiga. Hebu sema katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo ninakataa kupigwa na adui. Ninakataa kupigwa
na shetani kwa jina la Yesu. Balaki anatafuta nguvu. Nguvu anatafuta kwa waganga. Nguvu anatafuta kwa wachawi. Anasema njoo nisaidie. Wewe toa maneno ya laana. Halafu kisha toa maneno ya laana, mimi labda nitaweza kuwashinda. Kwa nini? Kwa sababu watu waliolaaniwa naweza kuwashinda. Kwa hiyo nikishawashinda nitawapiga. Nitapiga hiyo mitaji ya biashara. Nitapiga hizo ndoa zako. Wewe angalia ndoa nyingi, watu wamekaa pamoja, wamezaa watoto 3 4, halafu baadaye ghafla ndoa inaanza matatizo. Kuna chumba nyingi ambazo watu wamechumbiana, wengine wamengojana kwa miaka 8, kwa miaka 10. Na mshauri dada mmoja sasa hivi, ambaye huyu dada anasema alianza uchumba na kijana mmoja wakiwa sekondari. Na unajua wamesoma sekondari wakiwa ni wachumba. Wamemaliza sekondari wakaenda vioni wakiwa ni wachumba. Wametoka vioni wamekwenda katika maeneo ya kazi wakiwa ni wachumba. Zaidi ya miaka 10 wakiwa ni wachumba. Lakini leo ghafla yule baba kachumbia binti mwingine, halafu kashaenda mpaka kwa kutoa mahari. Kwa hiyo huyu binti ameumia kabisa. Na unajua amejeruhika kwa miaka zaidi ya 10 na msubiri mto. Lakini leo hii mtu amekwenda kwa mtu mwingine. Kwa nini? Kwa sababu adui, angalia, Balaamu anasema nipate kuwashinda, nipate kuwapiga. Kuwapiga si lazima iwe ngumi. Anaweza kapiga mtaji wa biashara, anaweza kapiga hiyo ndoa, anaweza kapiga hiyo familia. Baba na mama mko vizuri, lakini watoto ni mazezeta. Anaweza kapiga chochote ambacho anataka yeye kupiga, vile ambavyo anaona wewe vinakupa nguvu, vile ambavyo anaona wewe unavitegemea, vile ambavyo yeye anaweza kapiga. Anasema nipate kuwapiga. Ndivyo ambavyo Balaki anasema kwenye mstari ule wa 6, labda nitaweza tupate kuwapiga, niwafukuze watoke katika nchi hii. Hebu sema niwafukuze watoke katika nchi yangu. Angalia Balaki anachosema. Kuna watu wengi katika ndoa zao wamefukuzwa. Kuna watu wengi katika maeneo ya biashara wamefukuzwa. Kuna watu wengi katika maeneo ya kazi wamefukuzwa. Unapomwona mtu anafukuzwa kazi leo, usifikiri kwamba tukio limeanzia tu leo kwa sababu kakosea leo. Kafukuzwa toka kwenye ulimwengu wa kiroho. Na mfahamu baba mmoja ambaye alikuwa mkurugenzi mkubwa sana wa TRA wa immigration, wa immigration. Na unajua huyu baba alikuwa mtu mkubwa, meneja mkubwa, mtu mkuu katika mkoa fulani. Na unajua siku moja tu ghafla alifika kazini asubuhi, akawaambia kwamba wapendwa, hamjambo. Anaongea na wafanyakazi wake, makarani, wale watu wengine wa ofisi, anaongea nao, wale anaosalimiana nao, na madereva wa magari ambao wameshaingia. Anawaambia leo mimi ninaacha kazi. Na unajua wote wakashangaa, kwa mzee acha bwana. Mzee unatania bwana. Anasema leo naacha. Akimwona mwingine anamwambia leo naacha kazi. Akimwona mwingine anamwambia leo naacha kazi. Wengine wale wadada wa kule makarani wanamwambia unaacha kazi unakwenda wapi? Anasema nataka kwenda kufanya kazi ya Mungu. Wasema wow. Anakwenda kwa mwingine. Na kule pia wafagia vyoo, na wale wanaopanga vitu kwenye meza, na wafagia wafanya usafi. Na anawaambia jamani, mkiwa mtaniona ujue leo nimeacha kazi. Wote wanashangaa. Asubuhi 1:30 saa 2 watu ndio wanaingia kazini. Na unajua baada ya hapo kaingia ofisini ndani, yeye kwenye ofisi yake akaingia ndani, akaandika barua kwenye utaratibu wao jinsi ya kuacha kazi. Akaandika barua kwamba kuanzia siku ya leo mimi ninaacha kazi. Kasaini, kagonga muhuri yake, kamaliza, katuma huko kunakotumwa. Na kuanzia siku hiyo akaacha kazi. Bwana asifiwe sana. Sasa tatizo sio kuacha kazi, maana akasema anaenda kumtumikia Mungu. Tatizo ni hali yake ya sasa baada ya kuacha kazi. Hali yake ni mbaya. Bwana asifiwe sana. Hali yake ni mbaya. Hali yake inatisha. Hali yake inaogopesha. Ninachotaka niseme ni nini? Ni kwamba watu wanafukuzwaga kwanza
kwenye ulimwengu. Anasema nipate kuwafukuza watoke kwenye nchi yangu, nipate kuwafukuza watoke kwenye hii kazi, nipate kuwafukuza watoke kwenye hii biashara, nipate kuwafukuza watoke kwenye hii ndoa, nipate kuwafukuza watoke kwenye hii nyumba. Nimeona watu wamejenga nyumba lakini hawawezi kukaa. Wamejenga nyumba kwa fedha zao lakini hawawezi kukaa. Unajua kwa nini? Wamefukuzwa. Hili ambalo Balaki anasema, mimi ninachotaka kuonyesha katika hizi sura ni kuonyesha tu mbinu ambazo adui anazitumia, mbinu ambazo wachawi wanazitumia kwa ajili ya kushambulia maisha ya mtu, ni kuwafukuza. Katika kanisa lazima tuwe makini, mashemasi wawe makini, wazee wa kanisa wawe makini, wachungaji wawe makini, maaskofu tuwe makini. Kwa nini? Kwa sababu watu wanaweza kufukuzwa pia kanisani, washirika wanaweza kufukuzwa pia kanisani. Inawezekana, lazima tuwe makini. Angalia wakati mwingine mchungaji badala kudili na Wakristo wapya, watu ambao wanahitaji kutiwa moyo, unajua unaweza ukafanya kazi kubwa, unadili na wazee ndio hawako vizuri, unadili na mashemasi ndio hawajaje kanisani, yani muda ambao ungetumika kwenda kushughulikia Wakristo wapya na watu ambao wanaokolewa. Unajua kiroho kuna mambo yanatokea ambayo lazima muweze kufahamu. Biblia inasema hivi, nipate kuwafukuza watoke. Hebu sema sitoki katika jina la Yesu. Sema sitoki katika jina la Yesu. Sitoki kwenye nyumba yangu, sitoki kwenye kazi yangu, sitoki kwenye biashara yangu, sitoki kwenye kanisa langu, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hebu sema tena sitoki. Sitoki. Sema sitoki. Sitoki. Sema sitoki. Sitoki. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Anasema, na hii nataka kuonyesha mbinu wanazotumia, na ndio maana nitakapomleta pia Balaamu nitakuonyesha jinsi ambavyo alitakiwa kulani nini. Kwa hiyo Balaki amesema haya maneno, ni maneno ambayo ni ya kipekee sana, na ni maneno ambayo ni ya kipekee. Unapoangalia nyuma kidogo pale kwenye mstari wa 4, Moabu akawaambia wazee wa Midiani, sasa jeshi hili la watu litaramba vitu vyote vinavyotuzunguka kama vile ng'ombe arambavyo majani ya mashamba. Na Balaki mwana wa Sipori alikuwa mfalme wa Moabu zamani zile. Basi kwenye mstari wa 5, basi akatuma wajumbe kwa Balaamu mwana wa Beori hata Pethori ulio kando ya mto mpaka nchi ya wana wa watu wake, kwenda kumwita akisema, tazama kuna watu waliotoka Misri. Angalia, tazama wanaofunika uso wa nchi. Sasa haya maneno ndio mambo ambayo nimeyazungumza hapa katika muda mfupi uliopita, lakini ngoja nikuonyeshe utendaji kazi wao sasa. Kwa hiyo Balaamu, kwa sababu ya muda na kwa sababu siku ya mafundisho ya Biblia, ile Bible study ya kawaida ambayo tunakwenda kama jinsi mama amekuwa akifundisha kwa utaratibu mzuri, neno kwa neno, mstari kwa mstari. Sasa hii tunakwenda kidogo kwa mchanganyiko. Unapoangalia sasa, Balaamu alienda kuitwa, aliahidiwa heshima, aliahidiwa fedha, aliahidiwa thawabu, aliahidiwa vyeo, aliahidiwa vitu vingi vya thamani. Na unajua Mungu akamwambia usiende, na baada ya kukataa, baada ya muda, baadaye ikambidi aende. Nataka nifupishe niende kwenye yale matukio yenyewe nikuonyeshe walivyofanya. Akaenda, baadaye akaenda, ingawa Mungu alimwambia usiende. Njiani akatokea punda akaongea naye, unakwenda wapi wewe? Na tumeshakwambia usiende. Lakini bado akikumbuka vile vyeo, bado akikumbuka zile fedha, bado akikumbuka zile mali, bado akikumbuka vitu alivyoahidiwa. Na huu ni utendaji kazi wa wachawi. Wachawi wanatenda kulingana na vitu ambavyo wanaahidiwa. Wanapoahidiwa, mzee, mimi nimekuja nataka kupata hiki ama kupata kile, nikifanikiwa mzee nitakuja kuona, na mambo mengine. Ataambiwa weke kitu fulani hapo, afanye vitu ambavyo mchawi anataka kufanya, atafanya. Atakapoondoka, atakapofanikiwa, atamkumbuka yule. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo wanaahidiwa, na Balaamu alikuwa ameahidiwa vitu vingi sana. Sasa alimwita mara ya kwanza, Balaamu akwenda. Akamwita mara ya pili, Balaamu akwenda. Kwenye mstari wa 15 Biblia inasema, basi Balaki akatuma wakuu mara ya pili, wengi zaidi, wenye cheo, wakubwa kuliko wale wa kwanza, kwa sababu wale wa kwanza
Balaamu hakufuatana nao, akatuma mara ya pili. Unaona, kwenda kumuita na kutuma watu wenye vyeo zaidi. Yaani kama sasa alituma wakuu wa wilaya, ile inofuata akatuma wakuu wa mikoa, akatuma wenye vyeo zaidi, wakubwa zaidi, ili waheshimike zaidi, ili wamlete Balaamu. Kwa sababu tatizo lililokuwa linamkabili Balaki alikuwa anaona ni kubwa kiasi kwamba ahangaike nalo kiasi cha kutosha kabisa. Biblia inasema hivi, walipotuma wale na mambo mengine, kuna mambo yakaendelea na vitu vingine. Na kwenye mstari Mungu alimwambia usiende kama nilivyokuambia. Najaribu kutafuta mahali ambapo nitakwenda nikuache shughulikia hayo mambo ya yeye kwenda. Labda tuende kwenye mstari wa 36. Twende pale. Twende pale. Biblia inasema hivi, Balaki aliposikia kuwa Balaamu amefika. Ndiyo, mganga amekuja kutoka Tanga. Mganga amekuja kutoka Sumbawanga. Mganga amekuja kutoka Mbeya. Balaki aliposikia kwamba Balaamu amefika, akatoka kwenda kumlaki mpaka mji wa Moabu ulio katika mpaka wa Anoni, ulioko katika upande wa mwisho wa mpaka huo. Balaki akamwambia Balaamu, je, mimi sikutuma watu kwako kwa bidii ili kukuita? Mbona hukunijia? Je, siwezi mimi kufanyia heshima nyingi? Balaamu akamwambia Balaki, tazama nimekujia. Je, mimi sasa nina uwezo wote kusema neno lolote? Neno lile Mungu atakalotia kinywani mwangu ndilo nitakalolisema. Basi Balaamu, mstari wa 39, Balaamu akaenda pamoja na Balaki, wakafika Kiriathi Husoti. Balaki akachinja ng'ombe na kondoo, akampelekea Balaamu na wale wakuu walio pamoja naye. Ikawa asubuhi Balaki akamchukua Balaamu, akampandisha hata mahali pa juu pa Baali, na kutoka huko akawaona watu hata pande zao za mwisho. Angalia hapa, Balaamu ni mtu mashuhuri, mganga, mchawi, nabii wa uongo. Sasa amefika. Angalia heshima anayofanyiwa kwenye nyumba ambayo amekaribishwa. Hiyo sema amekaribishwa, wakachinja kwanza ng'ombe na mbuzi na nini na vyakula, wakapeleka pale. Mgeni amepokelewa. Unajua ufalme wa giza una jinsi ambavyo unaheshimiana katika mambo mbalimbali, tofauti hata na watu ufalme wa nuru. Wakati mwingine tunajilegeza, hatuna kazi kufanya kwa bidii, hatuna vitu kujitoa kwa bidii. Kwa nini? Kwa sababu wote tumejazwa labda Roho Mtakatifu, tunafikiri vile, kwa sababu tuna kama kila kitu ni cha kawaida. Huu ufalme ni ufalme mwingine, una jinsi yake. Kaa mtumishi wa Bwana pale, kaa mtumishi wa Mungu pale, kaa mtumishi wa mkuu wa wachawi pale, kaa. Balaamu alikuwa hapa anasikia maneno ya Mungu, na ndio maana huku mwanzo Mungu alimwambia usiende, lakini bado akaenda. Punda akamtokea akasema naye, alikuwa anasikia. Na hapa angalia, anamwambia Balaki, mimi nimekuja ni kweli, lakini ni yale maneno ambayo Mungu ataweka ndani yangu. Unajua, unapoenda kwa wachawi hawakwambii kwamba, na waganga hawakwambii kwamba umekuja hapa sisi ndio tuna nguvu za giza, sasa lazima ujue shetani tunaye mwabudu na kumtumikia, ambaye nitakupa dawa zake. Hapana, wanaweza kuambia Mungu atakusaidia pia. Wanaweza kuambia maneno ya kawaida tu. Wanaweza kukutana na waganga wengine ambao wanatumia vitabu vya kidini. Wanaweza kukutana na wachawi wengine ambao wanatumia vitu fulani ulivyovizoea, na hizi tasbihi za kuvaa na vitu vingine na vile vya kushikashika na vitu kama hivyo. Unaweza kukutana tu na vitu ambavyo ni vya kawaida. Angalia hapa, anasema kwamba mimi nimekuja, lakini maneno yale nitakayotia ndani yangu. Mimi ninafurahi kitu kimoja. Balaki alikuwa anategemea walaaniwe, lakini Balaamu anasema ni yale maneno ambayo Mungu atatia ndani yangu, na hiyo ilikuwa ni ya kipekee sana. Sura ya 23 sasa. Biblia inasema Balaamu kwenye mstari wa kwanza, Balaamu akamwambia Balaki, nijengee hapa madhabahu 7, ukaniandalie hapa ng'ombe waume 7 na kondoo waume 7. Angalia tukio la kipekee sana. Halihitaji kushindwa, lazima uwezi kufahamu
kwamba ufalme wa giza unafanya kwa hekima sana. Balaamu sasa yuko tayari kulaani watu waliokoka. Balaamu sasa yuko tayari kulaani watu wa Mungu. Na unajua kaenda sehemu ya tukio hapo mahali ambapo tasimama akiwatazama, maana wamekwenda sehemu ambayo wanawatazama kwa mbali. Jeshi la wana wa Israeli wanawaona kwa wingi. Jeshi la wana wa Israeli, watu wote waliotoka Misri wanaonekana vizuri, walikuwa mahali pazuri sana. Walipofika pale, Balaamu hakukurupuka tu na kusema sasa naanza kulani. Kamwambia Balaki, nijengee hapa madhabahu 7. Hebu tuseme wote, madhabahu 7. Balaamu alikuwa mtu mwenye akili sana. Ni mtu wa kipekee, usifikiri kwamba ni mtu wa hovyo hovyo. Ni mtu wa kipekee, ni mtu wa kipekee ambaye alipoondoka ili eneo, si sura zinazofuata wana wa Israeli walijiunga na hawa Moabu na wakaanza kuzini na kufanya ibada za sanamu pamoja. Ni mtu wa kipekee sana ambaye kitabu cha Ufunuo kinakataa habari zake kwa sababu ya kupenda fedha, na nyaraka zile ambazo amefundisha, mafundisho ya Balaamu yanakataliwa katika maandiko. Lakini Mtume Petro pia amemtaja Balaamu, pia anatajwa ni mtu wa kipekee. Kasema siwezi kulani kwanza kabla hujajenga madhabahu. Akajenga madhabahu ya kwanza Balaki, akajenga ya pili, akajenga madhabahu ya 3, akajenga madhabahu ya 4, akajenga madhabahu ya 5, akajenga madhabahu ya 6, akajenga madhabahu ya 7. Na kila madhabahu wakatoa sadaka. Madhabahu ya kwanza ng'ombe mmoja, lakini pia na mbuzi kondoo mmoja pale. Madhabahu ya pili pia ng'ombe mmoja na mbuzi mmoja. Madhabahu ya 3, Balaamu alikuwa anafahamu ili Mungu aweze kumrizia mto, madhabahu ni kitu cha muhimu. Sikilizeni watu wa Mungu, si kila madhabahu inaweza kukubariki. Lazima uweze kufahamu hilo. Ni jambo ambalo la kipekee. Balaamu alikuwa anajua kabla tujafanya kitu, ni kweli tumekula, ni kweli tumekunywa, na ni kweli kwamba katika ufalme unaandaliwa mamilioni, naandaliwa dhahabu za kutosha, naandaliwa suti za kutosha. Najua pia mmeniandalia magari ya kifahari nitakayoyatumia baada ya kuondoka hapa na baada ya kualani wana wa Israeli. Lakini mambo hayaendi, lazima tujenge kwanza madhabahu. Kwa nini? Kwa sababu anajua anachotafuta Balaamu ni Mungu aweze kumridhia. Mungu huwa anaridhia watu ambao wanathamini madhabahu. Ni jambo la kipekee, anatafuta kuridhiwa na Mungu. Angalia, sio madhabahu moja, lakini pia sio madhabahu 2, ni madhabahu 7, kwa sababu 7 ni namba ya ukamilifu ya Mungu. Balaamu alikuwa mtu ajabu sana, na hakika ni bahati Mungu alikuwa amesha wabariki wana wa Israeli. Lakini kama angelikuwa hajawabariki, laana zingewapata. Madhabahu zilikuwa za kutosha, sadaka ilikuwa ya kutosha, matoleo yalikuwa ya kutosha, na watu wa kutamka laana walikuwepo. Maana Balaki alisimama karibu na zile madhabahu, lakini pia Balaamu alisimama tayari kwa ajili ya kulaani. Ninamshukuru Mungu aliye hai, kwa sababu aliyebarikiwa hawezi kulaaniwa. Wewe umebarikiwa, nasema umebarikiwa, nasema umebarikiwa. Wachawi hawawezi kukulani, wala hapana uganga juu ya Yakobo, hapana uchawi juu ya Israeli. Maneno hayo aliyasema ni Balaamu. Yeye Balaamu ni mtu ambaye nilikwambia ni mganga, ni mtu ambaye nilikwambia ni mchawi, ni mtu ambaye nilikwambia ni nabii wa uongo. Ndiye aliyesema hayo maneno, hapana uchawi juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Israeli. Sikilizeni kanisa, niwaambie, Balaamu alifanya mambo makubwa, na hapa ni mara ya kwanza alifanya. Sikiliza sura ya 23 tena. Twende mstari wa 2 tuone. Balaki akafanya kama Balaamu alivyonena. Kwa nini Balaki anafanya kama Balaamu alivyonena? Anafanya kama alivyonena kwa sababu unapotaka kupokea miujiza, unapotaka kupokea baraka, unapotaka kupata upenyo, lazima usikilize anayesimamia ile ibada. Lazima umsikilize kiongozi wako anasemaje. Balaki alikuwa tayari kufanya chochote ambacho Balaamu atafanya. Biblia inasema akafanya kama vile ambavyo Balaamu amesema. Na unajua akafanya kama vile, wakatoa kwenye mstari wa 2,
Balaki akafanya kama Balaamu alivyonena. Balaki na Balaamu wakatoa sadaka ya ng'ombe mume mmoja na kondoo mume mmoja juu ya kila madhabahu. Balaamu akamwambia Balaki, simama karibu na sadaka yako, simama karibu na sadaka yako, simama karibu na sadaka yako. Kanisa, sikilizeni, sadaka zina nguvu katika mambo ya ufalme. Sadaka zinanena katika mambo ya ufalme. Balaki anaambiwa na Balaamu, simama karibu na sadaka yako, simama karibu na sadaka yako. Kanisa, nisikilizeni, iko nguvu ya sadaka inayoweza kufungua, iko nguvu ya sadaka inayoweza kufanya baraka za Mungu zikuatamie, iko nguvu ya sadaka. Angalia, Balaamu anasema simama karibu na sadaka yako. Mgeukie jirani yako ambaye umekaa naye, mwambie ndugu yangu, mwambie ndugu yangu, mwambie tena ndugu yangu, simama karibu na sadaka yako, na sadaka yako. Sio sadaka ya mwingine, sio sadaka ya mchungaji, sio sadaka ya mwinjilisti, sio sadaka ya mtumishi, sio sadaka ya mume wangu kwamba mume wangu atatoa tu kwa niaba, sio sadaka ya mke wangu kwamba mke wangu yeye akitoa na mimi nimetoa. Balaki hapa hata mke wake hatajui kwamba yuko wapi. Simama Balaki karibu na sadaka yako. Tunataka na Balaki anatii kila anachoambiwa. Maana watu ambao wanakuja wana nguvu kuliko yeye, watu ambao wanakuja anawaogopa. Unajua shetani huwa anapenda kushirika na watu waliokoka kwa sababu anawaogopa. Wewe unaogopewa bwana, na ufalme wa giza unaogopewa. Hebu tuende pale tena Balaamu. Biblia inasema mstari wa 2, Balaki kafanya kama Balaamu alivyonena. Balaki na Balaamu wakatoa sadaka ya ng'ombe mume mmoja na kondoo mume mmoja juu ya kila madhabahu. Mstari wa 3, Balaamu akamwambia Balaki, simama karibu na sadaka yako, nami nitakwenda. Labda Bwana atakuja kuonana nami, nami nitakwenda. Labda Bwana atakuja kuonana nami, na lolote atakalo nionyesha nitakwambia. Akaenda hata mahali penye peupe juu ya kilima. Mstari wa 4, Mungu akakutana na Balaamu. Ninachokipenda ni hichi, Mungu kumbe anaweza kukutana pia na waganga. Mungu anaweza kukutana pia na wachawi. Mungu ana uwezo wa kukutana pia na yeyote akambadilisha. Anaweza kukutana na yeyote. Na mchana wa leo neno hili liende kwa wachawi na waganga wote wa Uro. Bwana akutane nao kule Uro, akutane nao kule Rao, akutane nao kule Kibosho Mweka. Bwana akutane nao. Bwana akakutana na Balaamu. Biblia inasema alipokutana naye, mstari wa 4, Mungu akakutana na Balaamu, naye Balaamu akamwambia, nimetengeneza madhabahu 7. Yani Mungu, sikiliza, wewe nipe kibali, kwa sababu madhabahu nilizotengeneza mimi si moja, madhabahu nilizotengeneza ni 7. Maana najua Bwana unapenda madhabahu, maana najua Bwana unapenda sadaka. Nimekutengenezea madhabahu Bwana, sio moja, ni 7. Ilikuwa ni ajabu sana, anampa na idadi. Kwa nini? Kwa sababu anajua Mungu atarizia hayo. Biblia inasema nimetengeneza madhabahu 7, nami nimetoa sadaka ya ng'ombe mume mmoja na kondoo mume mmoja juu ya kila madhabahu. Bwana akatia neno katika kinywa chake. Balaamu akasema, umrudie Balaki ukaseme maneno hayo. Haleluya. Kumbe mahali penye madhabahu na sadaka zinapotolewa, kumbe Bwana anasema na watu wake. Bwana asifiwe sana. Iko nguvu katika madhabahu, nguvu kubwa katika madhabahu ipo. Na aliweka neno akamwambia umrudie. Na Balaamu akarudi kwake, kwa yule Balaamu akarudi kwa yule Balaki. Na aliporudi kwa Balaki, akaenda kusema yale aliyoambiwa. Okay, nitaka nihame hapo, lakini kwa ajili yako hebu
tusome tena pale. Angalia mstari wa 6. Akarudi kwake na tazama, amesimama karibu na sadaka yake. Jamaa alikuwa mtii kweli, ingani ni mfalme. Amesimama karibu na sadaka yake ya kuteketezwa. Yeye na wakuu wote wa Moabu pamoja naye. Huku nyuma tulikuwa tunasikia Balaki. Anatajwa. Hapa sasa, kwa sababu matukio yanakuja, wanatajwa na wakuu wake. Unajua unaposema habari ya rais umemaliza, lakini pia kuna wakuu wake, mawaziri. Huyu alikuwa ni mfalme, lakini pia kuna wakuu wake wale wanaomsaidia kazi. Makamu wa ufalme, waziri mkuu, nani hao? Biblia inasema aliporudi Balaamu akawakuta pale. Balaki, mstari wa 7, akatunga mithali yake akasema, Balaki amenileta kutoka Haramu, nilikotokea mimi ni Haramu. Mfalme wa Moabu amenileta kutoka milima ya mashariki. Njoo unilaanie Yakobo, njoo unishutumie Israeli. Njoo unilaanie Yakobo, njoo unishutumie Israeli. Mstari wa 8, nimlaanije yeye ambaye Mungu hakumlani? Nimshutumuje yeye ambaye Bwana hakumshutumu? Haleluya. Unajua wale wamesimama kwenye zile sadaka zao sasa. Zile madhabahu ziko pale, wamesimama kwenye sadaka zile, wamesimama sawa sawa. Mfalme kasimama pale na manguo ya kifalme, wasaidizi wake wako pale. Sasa Balaamu akasimama hapo mahali pa kutolea huo unabii, pa kutolea hizo laana. Akasimama kama palikuwa na mimbari kama hii, sijui wao walikuwa naika jinsi gani, basi akasimama pale kwenye mimbari. Watu wamesimama pale na sadaka zao. Na unajua aliposimama akaanza na maneno haya, Balaki ameniita kutoka mahali fulani, na aliponiita kaniambia kwamba nije nimlaanie wana wa Yakobo, nimlaanie Yakobo na mambo mengine. Sasa nimlaanije yeye ambaye Mungu hakumlaani? Nimshutumuje yeye ambaye Mungu hakumshutumu? Baada ya kumaliza hayo maneno, akaanza kutamka maneno ya baraka, akatelemsha baraka kwamba hawa watu unawaona ni watu wa ajabu, na waona kwenye majabali, na waona wana nguvu za kiajabu, ni watu ambao hesabu yao haihesabiki. Akatamka mstari wa 11, twende pale. Balaki akamwambia Balaamu, umenitendea nini? Balaki akamwambia Balaamu, umenitendea nini? Nimekuleta ili uwalaani adui zangu, na tazama umewabariki kabisa kabisa. Hebu tuseme umewabariki kabisa kabisa. Maombi yangu wachawi wakubariki kwa jina la Yesu. Waganga wakubariki kwa jina la Yesu. Mizimu ikubariki kwa jina la Yesu. Balaamu akainuka. Ni kama yule jamaa ambaye ninamkumbuka, sijui niliwahi kuambia hapa, sijui niliwaambia mahali pengine, nilisikia ule ushuhuda tuliambiwa sijui wote hapa, na wewe ulikuwepo nafikiri, na mimi nikausema mahali pengine. Jamaa aliona mtumishi amebarikiwa. Baada ya kuona amebarikiwa, akaenda kwake. Akamwambia, bwana naomba na mimi uniombee nibarikiwe kama ulivyobarikiwa wewe. Si unakumbuka ule ushuhuda eh? Umekumbuka eh? Jamaa akasema, Baba katika jina la Yesu ninaomba kwamba mtumishi huyu abarikiwe kama mimi. Lakini yale mapito niliyopita na yeye pia ayapitie. Kupigwa nilikopigwa na yeye pia apigwe. Kwenda gerezani nilikokwenda na yeye pia aende. Bwana, njaa nilizolala siku kadhaa na yeye pia alale njaa. Jamaa kaona akamshika mkono. Mtumishi, samahani, maombi nilikuwa nataka sio hayo. Sio hayo. Akamwambia, hapana, sasa ili ubarikiwe kama mimi, usinione hivi. Nimepita kwenye haya, nililala na njaa, niliwahi kupigwa kwa ajili ya kuhubiri Injili, niliwahi kufungwa pia gerezani, nikakaa gerezani miezi kadhaa, nimepitia kwenye njaa na mapito. Mke wangu pia tuliwahi kugombana, akaenda kwao, ikabidi nimfuate, kukawa na kesi. Kuna mambo yalitokea pia. Nani sasa unataka ufikie kama mimi, inabidi upitie. Kwa hiyo Balaki akiwa amesimama pale na wazee wakiwa wamesimama pale kwenye ile madhabahu, Balaamu akaanza, mfalme ameniita kutoka
huko nilikotoka, kanileta mpaka katika milima hii, ili niweze kumlaania wana wa Israeli, ili niweze kumlaania watu waliokoka, ili niweze kumlaania hawa wana wa Yakobo waliotoka katika nchi ya Misri. Lakini je, nimlaanije yeye ambaye Mungu hakumlaani? Nimshutumuje mtu ambaye yeye Mungu hakumshutumu? Kutoka kwenye vilele vya milima ninamwona, kutoka katika milima na mtazama. Angalia, ni watu wakao peke yao, wala hawatahesabiwa pamoja na mataifa. Akaanza kutamka baraka, akaanza kutamka baraka, akaanza kutamka baraka. Na alipotamka baraki akaondoka. Labda alimfuata pale kwenye mimbari, labda alimnongoneza, labda alimshika mkono, labda aliongea kwa sauti, kwa sababu yeye ni mfalme. Akasema, unatutendea kitu gani? Madhabahu tumetengeneza, ng'ombe pia sadaka tumetoa, tumekuleta kwa heshima, nauli pia tumekupa ya kuja hapa, na chakula umekula vizuri jana, tulichinja ng'ombe kwa ajili yako na mambo mengine. Unatutendea mambo gani? Maana tulikuita uweze kuwalaani, tulikuita uweze kuwatamkia mabaya, lakini wewe umewabariki, wala si kabisa, umewabariki kabisa kabisa. Haleluya, umewabariki kabisa kabisa. Ubarikiwe kabisa kabisa katika kazi yako, ubarikiwe kabisa kabisa katika biashara yako, ubarikiwe kabisa kabisa katika ndoa yako. Haleluya. Balaamu akamwambia, bwana wewe, mimi nilikwambia huwa anasemaga yale mambo ambayo Mungu ameweka kinywani mwangu. Na ndio maana watu wa Bethel nataka msome habari ilivyo tamu. Yaani ukiwa umekaa nyumbani umepumzika pale unajisomea, yaani ni tamu. Unapoangalia ni tamu, iko vizuri. Kwa hiyo Balaamu mstari 11 akamwambia, umenitendea nini? Nimekuleta ili walaani adui zangu, na tazama umewabariki kabisa kabisa. Naye akajibu akasema, je, haikunipasa kuangalia niseme neno lile Bwana alitialo kinywani mwangu? Balaki akamwambia, haya, njoo tafadhali hata mahali pengine, na kutoka huko utaweza kuwaona. Utawaona upande wa mwisho wao tu, lakini wala hutawaona wote. Ukanilaanie kutoka huko. Akamchukua mpaka upande wa shamba la Foftim hata kilele cha Pisga. Akajenga madhabahu 7, akatoa sadaka za ng'ombe mume mmoja na kondoo mume mmoja juu ya kila madhabahu. Akamwambia Balaki, simama hapa karibu na sadaka yako ya kuteketezwa, nami nitaonana na Bwana kule. Sasa alichofanya ni hiki, upate hii picha. Akaona tumesimama hapa tunaangalia hivi, si ndiko umesema Bwana anawabariki watu wake kabisa kabisa kama ulivyosema? Sasa njoo nikupeleke upande mwingine. Akamgeuza akampeleka upande mwingine. Hawasemi ni muda gani ulitumika ili kuhama eneo, pengine ni masaa, pengine ni siku, pengine ni wiki, hawasemi. Lakini akamgeuzia upande mwingine kwenye kijiji kingine, ambako huku alipokuwepo mwanzo alikuwa anawaona wote, lakini huko alikomgeuzia sasa hawaoni wote, anawaona nusu. Hawaoni wote, anawaona kiasi. Anasema labda kwa huku, kwa sababu hutakuwa unawaona wote, labda wewe ukiwaona wote unachanganyikiwa, basi utawaona nusu. Utawaona watu wa KSMC tu, lakini wale wa Mweka hutawaona. Utawaona wa KSMC na Mweka, lakini wa sokoni hutawaona. Utawaona wa sokoni peke yao, lakini Molangi hutawaona. Utawaona wa Molangi na sokoni, lakini Mawela hutawaona. Utawaona nusu. Ukishawaona nusu, njoo nilaanie kwa upande huo. Nafikiri maombi yatakwenda vizuri, laana zitakwenda vizuri. Wakajenga tena madhabahu mpya 7. Walikuwa wanajua kanuni, wakaweka ng'ombe zile 7, wakaweka kondoo zile 7. Walikuwa kila kitu kiko taratibu. Yule Baali akasimama pale, Balaamu akasimama pale kwenye ile madhabahu, kwenye ile mimbari. Alafu Balaki akasimama tena kwenye sadaka zake kama jinsi ambavyo wamefanya mwanzo. Hasa hapa hawawaangalii wote, wanawaangalia kwa sehemu. Kama ni familia hawaiangalii yote, wanawaona watoto tu, lakini baba na mama hawawaoni. Wanamwona baba na mama tu, lakini watoto hawawaoni.
Wanaona mtoto wa kwanza na wa pili tu, lakini watatu na wanne hawawaoni. Na unajua wakawaona kwa upande. Akasema sawa. Kwenye mstari wa 16 sasa, Biblia inasema Bwana akaonana na Balaamu, akatia neno kinywani mwake. Uzuri wa Bwana ni kwamba kila upande anaweza kwenda, kila upande anaweza kuenda, na lengo la Mungu ni kwamba ni kuzuia, ni kugeuza laana zinazokusudiwa ziwe baraka. Kwa sababu akiacha kuongea na Balaamu na kumbana, Balaamu atatamka laana. Kwa hiyo mstari wa 16, Bwana akaonana na Balaamu, akatia neno kinywani mwake, akasema umrudie Balaki ukasema hivi. Biblia mstari wa 17, akafika kwake na tazama amesimama karibu na sadaka yake ya kuteketezwa na wakuu wa Moabu pamoja naye. Balaki akamwambia, Bwana amenena nini? Wakati wa ibada ile anamwona anakuja katoka kuongea na Bwana. Sasa kabla hajaanza kutoa laana ama baraka, anamwambia Bwana amesema nini? Mstari wa 18, akatunga tena mithali yake akasema, ondoka Balaki usikilize. Mwanzo inawezekana ukusikiliza, lakini sasa ondoka usikilize Balaki. Balaki nataka usikilize. Nisikilize mwana wa Sipori. Mungu si mtu hata aseme uongo, wala si mwanadamu hata ajute. Japo amesema hata litenda, iwapo amesema hata litenda, iwapo amenena hata mfikiriza. Tazama nimepewa amri kubariki. Tazama nimepewa amri kubariki. Yeye amebariki, nami siwezi kulitangua. Mstari wa 21, hakutazama uovu katika Yakobo, wala hakuona ukaidi katika Israeli. Bwana Mungu wake yu pamoja naye, na sauti kuu ya mfalme i katikati yao. Mungu amewaleta kutoka Misri, naye ana nguvu kama nguvu za nyati. Mstari wa 23, hakika hapana uchawi juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Israeli. Sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa, ni mambo gani aliyoyatenda Mungu. Bwana asifiwe sana. Wacha niachie pale. Lakini angalia, anasema kile ambacho napata ndio anasema kanipa uwezo wa kubariki siku laani, na yeye ametabariki, mimi nifanye nini? Hii ni mara ya pili. Unajua mstari wa 25. Nataka tumalizie kwa kuona matukio yote matatu. Mstari wa 25. Balaki akamwambia Balaamu, basi usiwalaani kabisa, wala usiwabariki kabisa. Amekasirika sasa. Ni mfalme. Basi usiwalaani, anasema mstari wa 25, basi Balaki akamwambia Balaamu, basi usiwalaani kabisa, wala usiwabariki kabisa. Maana unageuza, badala baraka badala kwa laani unawabariki, badala kwa laani mara ya pili hii umewabariki tena. Sasa usiwabariki kabisa basi, wala usiwalaani basi kama hutaki kuwalaani. Mstari wa 26, lakini Balaamu akajibu akamwambia Balaki, je, sikuambia kwamba kila neno Bwana atakalo lisema sina budi kulitenda? Kisha Balaki akamwambia Balaamu, haya, njoo sasa nikupeleke mahali pengine, labda Mungu atarizia kwamba unilaanie watu wao kutoka huko. Mstari wa 28, basi Balaki akamchukua Balaamu akaenda naye mpaka kilele cha mlima Peori, mahali paelekeapo upande wa nyika iliyo chini yake. Balaamu akamwambia Balaki, haya, unijengee madhabahu 7. Ni sehemu ya 3 hii. Nijengee tena madhabahu 7, kisha uniandalie ng'ombe waume 7 na kondoo waume 7. Balaki akafanya kama Balaamu alivyosema. Huwa anafanya kama kiongozi anavyosema, ndicho ambacho ni kikubwa hapa. Mstari anasema akasongeza sadaka za ng'ombe wa mume na kondoo mume juu ya kila madhabahu. Mstari sura ya 24 sasa. Mahali muhimu sana. Sura ya 24. Basi Balaamu alipoona ya kuwa ilimpendeza Bwana kuwabariki Israeli, hakwenda kama hapo kwanza ili kutafuta uchawi. Lazima mjue, mwanzoni alikuwa anakwenda ili kutafuta uchawi,
Na huo uchawi anaokwenda kutafuta ni uchawi wa maneno, ni uchawi wa kuja kutamka. Lakini sasa mstari anasema kwa sababu ameona mara mbili amekwenda imekuwa bure na imempendeza Bwana kutafuta kuwabariki wale watu, hakwenda tena kutafuta uchawi, bali alielekeza uso wake jangwani. Balaamu akainua macho yake akawaona Israeli wamekaa kabila kabila. Roho ya Mungu ikamjilia, akatunga mithali yake akasema, Balaamu mwana wa Beori asema, yule mtu aliyefumbwa macho asema yeye asikiaye maneno ya Mungu, yeye aonaye maono ya Mwenyezi, akianguka kifudifudi amefumbuliwa macho. Mahema yako ni mazuri namna gani, e Yakobo, maskani yako e Israeli. Mfano wa bonde zimetanda, mfano wa bustani kando ya mito, mfano wa mishubiri aliyoipanda Bwana, mfano wa mirezi kando ya maji. Maji yatafurika katika ndoto zake, ni na mbegu zake zitakuwa katika maji, na mfalme wake ataadhimishwa kuliko Agagi, na mfalme wake ufalme wake utatukuzwa. Mungu amemleta kutoka Misri, ana nguvu mfano wa nguvu za nyati. Atawameza mataifa walio adui zake, ataivunja mifupa yao vipande vipande, atawachoma kwa mishale yake. Aliinama akalala mfano wa simba, na kama simba mke ni nani atakaye mshurutisha? Na abarikiwe kila akubarikie, na alaaniwe kila akulaanie. Haleluya, haleluya. Haya ni maneno ya Balaamu mara ya tatu, akiwa sasa anayanena mbele ya Balaki na mbele ya viongozi wa lile taifa. Ni ajabu, Mungu aligeuza ile laana kuwa baraka. Ndivyo kitabu cha Nehemia tulichoanza nacho kilivyosema, kwa sababu hakuwakaribisha wana wa Israeli na kupita katikati yao, kwa sababu hakuwakabilisha wana wa Israeli kupita katika mji ule. Hakuwapa maji, lakini pia hakuwapa chakula. Biblia inasema Mungu aligeuza ile laana kuwa baraka, lakini walichokuwa wanafanya ni kuzuiwa wasipite katikati ya ile Moabu, wasipite katikati ya lile eneo. Katika mchana wa leo nataka tuombe, lakini utaomba kwa kumaanisha, kwa sababu kile kinachozuia usipite katikati kutokea upande wa pili, kile kinachozuia usipite katikati kutokea kwenye mtaji wako, kile kinachozuia usipite upande wa pili kutokea katika muujiza wako, kile kinachozuia usipite upande wa pili kutokea katika huduma yako ya mafanikio, kile kinachozuia wewe usipite, hicho ndicho ambacho tunakwenda kushughulika nacho katika siku ya leo. Balaki alijaribu kuzuia wasipite, lakini aliangamia yeye mwenyewe na taifa lake, maana Balaamu alimwambia ukweli. Ni jambo ambalo ni la ajabu. Mstari wa 12 katika sura hiyo unasema, Balaamu akamwambia Balaki, je, sikukwambia wajumbe wako ulionipelekea nikasema, kama Balaki atanipa hata nyumba imejaa fedha na dhahabu, siwezi kupita mpaka wa neno la Bwana. Neno la Bwana haliwezi kupitwa mpaka wake. Na katika mchana wa leo neno la Bwana liko wazi kwa watu ambao wameokolewa. Neno la Bwana liko wazi kwa watu ambao wanamcha Mungu. Neno la Bwana liko wazi kwa watu ambao wanamwamini Mungu alio hai. Ni watu waliobarikiwa. Hilo neno la kipekee. Ni watu ambao wachawi hawawezi kuwa laani. Ni watu ambao, sasa nisikilize mtu wa Mungu, tunapokwenda kuomba lazima upate picha hii na uweze kuijua. Mara nyingi uchawi ni kitu gani? Wachawi huwa ni watu wa namna gani? Ni watu wanaomtakia mtu mambo mabaya. Ni watu wanaomtakia mtu uharibifu. Ni watu wanaomtakia mtu madhara. Hawa ni wachawi. Wanaweza wasitumie tunguri, wanaweza wasitumie hirizi, wanaweza wasitumie zile pingu wanazofunga katika mikono, lakini kama mtu anamtakia mtu mwingine mabaya, yawezekana pia si mchawi katika matendo ya mwili, lakini kwa sababu anakutakia mabaya, anatakia ndoa yako mabaya, anatakia kazi yako mabaya, anatakia biashara yako mabaya, anatakia familia yako mabaya, anatakia watoto wako mabaya, ni mchawi katika maisha yako. Lakini pia
pia wachawi ni watu ambao wanafurahia wakati mtu mwingine amepata mabaya. Wale watu ambao wanafurahia wakati mtu mwingine amepata mabaya, ule ni uchawi kabisa. Ni jambo ambalo la ajabu, lazima ufahamu. Watu ambao wanawakusudia wengine wapate mabaya na wanatenda vitu ili wengine wapate mabaya, hawa ni wachawi katika maisha. Lakini pia watu ambao wanafurahia wakati wengine wamepata mabaya, hao lazima ufahamu pia ni wachawi. Sasa tunapozungumzia laana za kichawi, kwa sababu nataka kuomba ili uweze kujua unaombaje, lazima uweze kufahamu ya kwamba angalia laana za walikuwa wamezipanga wakipanga madhabahu, lakini walikuwa wamepanga kuweka sadaka. Lakini pia ilikuwepo kuhani, alikuwepo mwongoza ibada ile, alikuwepo mtu ambaye atatoa matamko kwa ajili ya laana ziweze kuwafika, lakini pia atatoa matamko kwa ajili ya baraka kama alivyotoa. Sikilizeni, tunakwenda kuomba, lakini sijui kwa nini Mungu amesema nami juu ya jambo hili. Jumapili ijayo, nataka nikupe Jumapili ijayo, njoo na sadaka maalumu kwa ajili ya masuala haya. Ni masuala yanayosumbua katika maisha yetu na katika familia zetu. Tutazitoa kwa makusudi maalumu, tutazitoa kwa ibada maalumu, tutazitoa. Na nitatamani mchungaji asimame hapa na kutamka baraka kwa ajili ya maisha yako, na kutamka baraka kwa ajili ya watoto wako, na kutamka baraka kwa sababu wewe unaishi katika maisha ya baraka tayari. Lakini wakati mwingine baraka hatuzioni kwenye maisha yetu. Sikiliza nikwambie, kuna vitu ambavyo Wakristo wanavyo tayari, lakini usipovitumia vinabaki vile vile bila kutumika. Unaweza ukawa na gari kama hiyo, lakini ukiwa hujui kuendesha, utaitazama tu ile gari namna hii, kama jinsi ambavyo unatazama simu yako, kama jinsi ambavyo unatazama kitanda chako. Lakini gari ni ya kwako, mpaka upate dereva, mpaka upate mtu ambaye anaweza kuendesha gari ile. Sikilizeni niwaambie, nataka tufanye maombi maalum katika mchana wa leo, lakini Jumapili ijayo, mgeukie mwenzako mwambie Jumapili ijayo, mwambie Jumapili ijayo uje na sadaka maalum. Okay, hii sadaka sijui nisemeje. Maneno ya kichawi na matendo ya kichawi yanapofanywa hayafanywi bila sadaka. Yaani hayafanywi bila sadaka. Ona huu mfano. Madhabahu za aina tatu, maeneo tatu tofauti, sadaka za aina tatu tofauti, na yeye wakisimama maeneo matatu tofauti. Kwa nini? Iko nguvu katika madhabahu, iko nguvu katika sadaka, iko nguvu katika maneno ambayo anatamka mtumishi wa Mungu kwa ajili yako. Matamko ni ya kipekee sana katika maisha ya watu. Matamko ni ya kipekee. Mtumishi wa Mungu anaposema utabarikiwa, anaposema utamuona Mungu, anaposema utaona baraka za Mungu, anaposema nenda kwa amani, usifikiri amesema ili mradi kwa furaha yake tu. Hapana, yana nguvu ya kutenda katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo ngoja nikwambie, ni kweli tumeokolewa, tumesafishwa kwa damu ya Yesu Kristo. Na kitu ambacho ni kizuri, laana mbalimbali za Torati zilichukuliwa msalabani. Hilo ni jambo ambalo ni kubwa. Lakini ngoja nikwambie changamoto ambayo tunao katika maisha. Wakati wewe na mke wako mmeokolewa, watoto wote hawajaokoka. Watoto hawajaokoka. Baba yako pia hajaokoka. Mama yako pia hajaokoka. Watu unaoishi nao nyumbani hawajaokoka. Maana yake ni kwamba mashambulizi yoyote yatakayotumwa kichawi ama kiganga yatafika, yatawafikia. Kwa hiyo lazima tubomoe, tuharibu hizo madhabahu za kichawi. Sema amen. Sema amen. Muda unitoshi sasa. Nataka tuombe tupate kuondoka. Lakini lazima tutambue, ikiwa iko laana mahali popote, wewe ni mbarikiwa. Kwa hiyo unapokwenda kuomba, tambua huombi kama mtu ambaye, unaomba kama mbarikiwa. Wana wa Israeli, mimi na kitu ambacho ni cha ajabu kwao. Unajua wao walikuwa wamekaa kule, wala hawana habari kama kuna watu wana mambo ya ibada
kama kuna watu wana vitu fulani wanafanya, na wale watu walikuwa wanafanya vile vitu kwa siri, huku hawajui. Wachawi huwa wanafanya hivyo kwa siri, wakati we mtu huku hujui. Kule wanafanya kwa siri, wanafanya vitu vyao kwa siri. Wana wa Israeli kule hawana habari, wanaendelea kula, wamekaa chini kwenye marago, wamejipanga, wanapanga mkakati, tutaanza safari nyingi, tunapumzika, wanaangalia kama kuna mgonjwa, maisha yanaendelea. Wenzao kwa siri. Nitakuja kufundisha hilo jambo, litakuja kusaidia sana. Nilikuwa nasoma Biblia juzi, kuna watu wanabeba nyaraka za siri za vifo au za kuangamiza maisha yao. Unamkumbuka yule Uria Mhiti? Yule Uria Mhiti katika Biblia ambaye Daudi alichukua mke wake. Unajua alipewa barua, hiyo barua imeandikwa hivi: ndugu Yoabu, jemedari wa kijeshi, mweke Uria mbele, kwenye mstari wa mbele katika mahali penye mapigano makali, penye vita kali, ili auawe. Ile barua ikafungwa. Ni barua ya siri, ikawekwa kwenye bahasha, ikapigwa na mihuri ya kifalme. Ilipopigwa mihuri ya kifalme, Uria ndiye akapewa. Uria ndiye akapewa. Na Uria alipopewa, unajua yeye alikuwa amebeba bahasha kwenye pochi yake, kwenye briefcase yake, kabeba bahasha. Na yeye alikuwa jemedari wa kijeshi, labda na bastola pia. Kaweka bastola yake pale, kaweka pia ile barua. Barua imeandikwa, mweke Uria mbele katika mapigano makali auawe. Na yeye ndiye aliibeba, unajua. Na yeye ndiye alifikisha kwa Yoabu, jemedari mkuu wa majeshi wakati ule. Alipoifikisha akaambia, nimetoka kwa mfalme. Mfalme anawasalimia sana, anatiwa moyo kwamba wanajeshi wako imara na bado ana hali ya vita, anaamini kwamba tutafanikiwa. Amesema pia kule taifa linatuombea na mambo mengine. Zaidi ya yote kanipa barua hii nije nikupe. Na Yoabu kama jemedari wa kijeshi akichukua, akaambia, asante Uria, asante, basi hebu nenda kwenye kambi yako. Hivi wewe uko kikosi namba ngapi? Kikosi namba, nenda kule kwenye kikosi chako. Uria akaondoka, akaenda kwenye kikosi chake. Kesho mapambano ya vita yanaendelea. Yoabu mwenyewe akiwa ofisini au akiwa mahali fulani, anaposomea barua, akaifungua barua. Barua inasema, mweke Uria mbele katika mahali penye vita na mapigano makali ili auawe. Hii barua aliibeba mwenyewe. Hebu sema, katika jina la Yesu, sitabeba waraka utakaoangamiza maisha yangu. Sitabeba waraka utakaoangamiza familia yangu. Sitabeba waraka utakaoangamiza ndoa yangu. Sitabeba waraka utakaoangamiza huduma yangu, kwa jina la Yesu. Hebu simama kwa miguu yako. Haya mambo yanafanyika kwa siri. Uria light angelijua ule waraka umeandikwa nini. Alikuwa mwanajeshi mtii, angelijua umeandikwa nini, labda angeuchana njiani. Na unajua alikuwa anaitwa Uria Mhiti, hakuwa Mwisraeli, angeweza kutoroka na kwenda kwao alikotoka, lakini alipeleka waraka ule. Ila hapa tunadili na swala hili. Balaam kwa kweli, mimi sitaki kujua ameenda mbinguni au hakwenda, pamoja kwamba mafundisho kwa yanampinga, yanakataa mafundisho yake, yanakataa hivi. Mimi sitaki kueleza habari zake kwamba amekwenda wapi leo. Labda nitakuja kueleza wakati mwingine, na vitu vingi sana ambavyo nimepata kwa ajili yako pia. Sasa ila nikimkuta mbinguni, nikimkuta Balaam, nitampa mkono. Bwana asifiwe sana. Hii heshima anayokataa hapa sio ya kawaida. Aliahidiwa alaani, lakini badala ya kulaani alibariki. Sasa maisha yetu sijui niyawekeje. Kuna maneno yametamkwa na wachawi. Yale maneno yaliyotamkwa yanaweza katenda kazi, kama si kwa kwenye familia, kama si kwa familia kwa wazazi, kama si kwa wazazi kwa wajomba, kama si kwa, yametamkwa na wachawi kwa sadaka, kwa madhabahu kabisa, kwa dhabihu. Kuna madhabahu za kuvunja. Lakini sasa unayo mamlaka, unao uwezo. Sikusoma kila kitu ambacho kimetajwa juu yako. Anasema ni watu wa kipekee.
wana nguvu zisizo za kawaida. Mfalme atatoka katikati yao, Mwokozi anatoka katikati yao, atakayewaokoa yuko katikati yao. Ni mambo ambayo ni ajabu yalisemwa. Kwa hiyo wewe kumwamini Yesu Kristo unaweza kugeuza kila laana iliyowahi kutajwa juu ya maisha yako iwe baraka. Na tumesoma kwenye Nehemia, anayefanya hivyo ni Mungu mwenyewe, si kwamba unafanya kwa akili zako. Nehemia anasema Mungu aliigeuza ile laana. Nataka tumsii Mungu leo ageuze. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Weka Yesu. mikono, sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mchana wa leo, Mchana wa leo. mchana wa leo, Mchana wa leo. naja mbele zako. Naja mbele zako. Ninatambua nimeshabarikiwa Nimeshabarikiwa. kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mchana wa leo, Mchana wa leo. umenipa mamlaka Umenipa mamlaka ya kugeuza kila neno la kichawi, kila laana ya kichawi iliyonenwa juu yangu au juu ya familia. Hilo neno la kichawi leo hii naligeuza naliwe baraka, naligeuza naliwe baraka kwa jina la Yesu. Neno lolote lililonenwa juu ya ndoa yangu naligeuza liwe baraka. Neno lolote lililonenwa juu ya watoto wangu naligeuza liwe baraka. Neno lolote lililonenwa juu ya huduma yangu naligeuza liwe baraka kwa jina la Yesu. Neno lolote lililonenwa juu ya uchumi wangu, juu ya kipato changu, hilo neno naligeuza liwe baraka kwa jina la Yesu. Neno lolote lililonenwa juu ya afya yangu, juu ya afya yangu, hilo neno naligeuza kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu na itumike kufuta kila maandishi, kufuta kila neno lililonenwa juu ya maisha yangu, juu ya maisha yangu kwa jina la Yesu. Hilo neno lililonenwa asubuhi, hilo neno lililonenwa mchana, hilo neno lililonenwa jioni, hilo neno lililonenwa usiku, mchana wa leo naligeuza liwe baraka kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Hebu geuza sasa. Yes, Baba, katika jina la Yesu tunageuza maneno yote. Endelea kugeuza, tuendelea kumsihi Bwana ageuze kila neno lolote ambalo wachawi wamelinena kwa siri, wamelinena wazi wazi kwenye madhabahu zao. Endelea sasa kumwambia Bwana aligeuze hilo neno liwe baraka katika mchana wa leo, katika jina la Yesu. Nageuza kila neno, endelea kugeuza, usinyamaze, endelea kugeuza, usikumbe kinywa chako. Geuza hilo neno ambalo wamelinena wao, ili wewe ubaki kwa maskini, ili kwamba usiolewe, ili kwamba usifungue ile biashara, ili kwamba usisomeshe watoto. Geuza hilo neno sasa, geuza hilo neno ambalo wamenena kwa jina la Yesu Kristo. Nageuza hilo neno, kila neno walilonena wachawi na waganga naligeuza leo kwa jina la Yesu Kristo. Naligeuza sasa, walilonena asubuhi naligeuza, walilonena mchana naligeuza, walilonena usiku wa manane naligeuza hilo neno kwa jina la Yesu Kristo. Hilo neno ambalo linanifuata kwa siri, hilo neno ambalo linanifuata kwa siri, endelea kugeuza. Wakati mwingine maneno yanakufuata kwa siri, hilo neno ambalo linakufuata kwa siri, hilo ambalo linakudhoofisha, ligeuze sasa kwa jina la Yesu. Geuza hilo neno sasa katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu Nazareti. Na geuza hilo neno sasa, kila neno ambalo adui amelinena, iwe ni sirini, iwe ni wazi wazi, iwe ni kwenye madhabahu, iwe ni kwenye milima, kwa jina la Yesu Nazareti. Na geuza sasa, geuza hilo neno, geuza sasa kwa jina la Yesu. Geuza hilo neno sasa, hilo neno lazima ligeuke leo lazima ligeuke kwa jina la Yesu Nazareti. Na geuza kila neno, na geuza kila neno, hilo neno na mwanamke wa kichawi na geuza, hilo neno na binti wa kichawi na geuza, hilo neno na mwanamke wa kichawi, hilo neno na mwanaume, hilo neno na binti wa kichawi na ligeuza kwa jina la Yesu Nazareti. Na geuza sasa kwa mamlaka niliyopewa katika jina la Yesu Kristo. Yes, endelea kugeuza,
Endelea tu kugeuza hilo neno, geuza hilo neno, mwambie Bwana ageuze leo. Sawa sawa na neno hili, mwambie Bwana ageuze, maana anayegeuza ni Mungu. Wewe msi Bwana ageuze sasa kwa jina la Yesu wa Nazareti. My God, my Lord. Yes. Tunageuza maneno yote yaliyobeba mauti, tunageuza maneno yote yaliyobeba umaskini, tunageuza maneno yote yaliyobeba magonjwa, tunageuza maneno yote yaliyobeba hasara, tunageuza kwa jina la Yesu wa Nazareti. Tunageuza mchana wa leo, tunageuza mchana wa leo katika jina la Yesu wa Nazareti. Geuza ya maneno sasa. Tumia damu ya Yesu kufuta kila neno lolote kwa jina la Yesu. Futa kila neno lolote walilonena juu yako, juu ya watoto wako, juu ya nyumba yako, juu ya huduma yako, juu ya mke wako, juu ya ndoa yako, juu ya watoto wako. Futa kila neno sasa. Futa kila neno katika jina. Futa kila neno. Ukinyamaza madhara yatakuja, lakini Bwana ametupa neema tena katika ibada hii kufuta kila neno ambalo adui amenena katika jina la Yesu. Hebu sikiliza sasa. Baada ya kufuta maneno hayo, yes. Baada ya kufuta hayo maneno yaliyotamkwa, lakini nimekwambia kuna madhabahu ambazo zilijengwa na kuna sadaka ambazo zilitolewa. Sasa nataka tubomoe hizi madhabahu, lakini nachelea kwamba nimekwambia Jumapili ijayo uje na sadaka pia maalum. Tutazivunja tena hizo madhabahu na kuzibomoa, kwa sababu hizi zilijengwa kwa sadaka maalum, zilijengwa kwa sadaka. Kuna wengine wamejenga kwa sadaka za ng'ombe kama jinsi ambavyo vimejengwa zile pale ambapo tumesoma. Kule ambapo zipo, usione kwamba unapita tu kwenye mateso, kwenye maisha ya taabu na mambo mengine. Kwa nini? Mbona wengine wanaishi kwenye maisha mazuri? Kwani wewe umekosea kitu gani? Usione familia inaenda tu ili mradi, si kwamba haitaki kukaa vile, haitaki kukaa vizuri, inataka, lakini kuna vitu vinatokea, kuna vitu vimejengwa. Sasa tutabomoa kwa muda mfupi, lakini pamoja na kubomoa, andaa sadaka. Nataka hiyo madhabahu ibomoke kabisa. Zilijengwa madhabahu. Mimi najaribu kufikiri hapa Balaamu alipo, maeneo matatu tofauti ambayo wamempeleka, na kote kulijengwa madhabahu. Maana hatuonyeshi kwamba walikuja kuzibomoa, lakini hizo madhabahu, ndio maana nikasema kwamba sitaki kwenda ndani sana, huko ni upande mwingine, ziliendelea kutumika. Ndio maana baada ya Balaamu kuondoka, wana wa Israeli hawa, nitakuja kuambia labda habari zao, waliingia kwenye ile nchi, na walipoingia walipita kwa ushindi kama Mungu alivyoahidi, lakini wengine walirudi duniani, walienda kwenye miziki, walienda kwa kuchukua na wasichana wa pale Moabu na nini, walikuwa mabinti warembo wazuri na mambo mengine, palileta shida. Hizi madhabahu zilijengwa maeneo matatu tofauti, lakini nataka tuzibomoe katika mchana wa leo. Nataka tuzibomoe katika mchana wa leo. Hebu sema katika jina la Yesu. Kila madhabahu iliyojengwa juu ya maisha yangu, kila madhabahu iliyojengwa kwa ajili ya kazi yangu, kila madhabahu iliyojengwa kwa ajili ya familia yangu, kila madhabahu iliyojengwa kwa ajili ya watoto wangu, mchana wa leo hiyo madhabahu naibomoa kwa jina la Yesu. Naibomoa kwa jina la Yesu. Kila madhabahu inayoleta mabaya kwenye maisha yangu, kila madhabahu inayozuia uchumi wangu, kila madhabahu inayozuia baraka zangu, kila madhabahu inayozuia nisipite kwenda upande ulio bora, hiyo madhabahu naibomoa kwa jina la Yesu.
madhabahu za magonjwa, madhabahu za hasara, madhabahu za kushindwa, madhabahu za mikosi, madhabahu zisizofaa, mchana wa leo nazibomoa kwa jina la Yesu. Hebu bomoa sasa katika jina la Yesu. Yes, nenda mbele za Mungu. Bomoa kila madhabahu za kichawi, madhabahu zote za kiganga, madhabahu zote za wakuu wa anga, kila madhabahu iliyotolewa sadaka ili kwamba yalibu maisha yako, ili kupinga kazi yako, ili kudhoofisha maisha yako. Hizo madhabahu zibomoke, hizo madhabahu zibomoke, hizo madhabahu zibomoke. Bomoa kila madhabahu, hizo madhabahu bomoa, madhabahu zinazozuia maisha yako, madhabahu zinazopinga kazi yako, madhabahu zinazodhoofisha maisha yako, zinadhoofisha elimu katika maisha yako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hizo madhabahu zivunjike, ziharibike, zibomolewe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Hebu nipigie Bwana Yesu makofi kwa ajili ya ibada njema, ibada nzuri ambayo tumekuwa nayo. Amen. Asante, unaweza kukaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Niseme kwamba muda wetu umekwenda na tunamshukuru kwa Mungu kwa ajili ya neno zuri la wakati kwa ajili ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na usisahau ni kwamba ni kitu kinaendelea. Tunahitaji kuja na sadaka siku ya Jumapili ili tutoe, kwa sababu ilijengwa kwa sadaka madhabahu hizo, basi tutazibomoa kwa sadaka pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wameelewa jamani? Amina. Kwa hiyo Jumapili ni siku muhimu sana, usikose, ili kuhitimisha kazi njema ambayo tumeianza siku ya leo. Bwana asifiwe sana. Basi wakati huu naomba nifunge ibada yetu katika siku ya leo, tukimshukuru Mungu kwa ajili ya kila ambacho Mungu amefanya katika maisha yetu siku ya leo. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, ninakushukuru. Nasema asante Jehova kwa kuwa unatupenda. Na ndio maana Mungu wetu umetamani kuyabadili maisha yetu na kuyafanya kuwa baraka wakati wote. Tukabarikiwe kabisa kama ambavyo Bwana ulitamka toka mwanzo siku ulipotumba, ukatubarikia, na ndiyo ile baraka itaendelea kufuatana nasi siku zote katika jina la Yesu Kristo. Tazama Mungu wetu mwema, wakati tunapotoka mahali hapa kuelekea majumbani mwetu, Jehova tunakuhitaji wewe, ukatulinde na kututunza, ukatufanye kuwa salama sisi pamoja na watoto wetu na kila tulicho nacho katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninatamka juma lenye baraka, juma lenye ushindi katika jina la Yesu Kristo. Kila mmoja akashinde katika kila jambo ambalo kwa namna moja ama nyingine lilikuwa likipambana naye, kupitia damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu wetu na Baba yetu, na kutukuza na kulibariki jina lako takatifu, kwa kuwa utatuangazia kwa nuru ya uso wako. Utatuangazia kwa nuru ya uso wako. Tuingiapo na hata tutokapo, tutauona wema wako katika nchi ya walio hai, katika jina la Yesu. Ninawaachilia watu wao katika mikono yako, ili Mungu ukashughulike na maisha yao. Neno hili ambalo tumelisikia bado likaendelee kunena katika mioyo yetu. Hatuifungi ibada yako, bado ibada ikaendelee mioyoni mwetu hata tunaporudi majumbani mwetu, katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi. Piga makofi mengi ya shukrani kwa Bwana. Alafu mgeukie jirani yako, mwambie wewe ni mshindi katika jina la Yesu.